Na ngatho nyingĩ mũthenya wa mũthenya ũrĩa Ngai atũteithĩtie gũka nyũmba-inĩ yake. Na hata wewe kupata nafasi nzuri ya kuwa katika nyumba ya Mungu. Na wewe ukagĩa na kanya kega gũkorwo nyũmba-inĩ ya Ngai. Muthenya ũmwe ũtindĩtwo nja-inĩ cia Jehova. Siku moja ukiwa katika nyumbani ya Mungu ni mwega gũkĩra mĩthenya ĩngĩ ngiri na ngiri. Ni bora kuliko siku elfu cikarĩtwo kũndũ kũngĩ. Ukiwa pahali pengine. Nitaingia mara moja katika neno la Mungu kwa sababu ya vile masaa yetu yameenda. Kuingira ole mkiugo-inĩ kĩa Ngai nĩ ũndũ ũrĩa mathaa mahana. Leo ibada tumechelewa kuanzia. Mũthĩ nĩ tũcereirwo kwambĩrĩria gĩthomo. Hakuna mtu wa kulaumiwa, tunajilaumu sisi wenyewe. Hatirĩ mũndũ wa kwĩrwo nĩwe, no nĩ ithuĩ enyewe. Kwa sababu wengi wetu walichelewa kufika katika ibada siku ya leo. Tondũ aingĩ nĩ tũcereirwo gũka ibada-inĩ ũmũthĩ. Ningependa tuingie mara moja katika neno la Mungu na Esther atakuwa na kipaza sauti. Tutasomewa na Nicolas then msomi. Asante. Tuingie katika tusome katika kitabu cha Timotheo wa pili. Nĩtũgũingĩra thĩinĩ wa Biblia tuthome Timotheo wa kerĩ. Timotheo wa pili, kitabu nitaje kichwa cha ujumbe wangu. Itanoiga mto yakwa. Timotheo wa pili, mlango wake wa kwanza, mstari wake wa 7. Timotheo wa kerĩ ĩmwe mũhari wa mũgwanja. Timotheo wa kerĩ ĩmwe mũhari wa mũgwanja. Timotheo ni wa pili mlango wa kwanza mstari wa 7. Tusome tafadhali. Wacha tusome kwa lugha ya Kikuyu. Ngai gũtũhe roho agũtũma tũiguage guoya no makĩria. Amri Ngai ndaigana gũtũhe roho agũtũma tũiguage guoya no makĩria na wa gũtwĩkĩra hinya na wendani na ũũgĩ wa ngoro. Ũguo nĩguo maandĩko ma Ngai maratwĩra. Hivyo ndivyo maandishi yanasema. Paul hĩndĩ ĩrĩa aragĩria Timotheo, Paulo alipokuwa akiongea na Timotheo, nĩamarĩirie ciugo icio twathoma. Aliongea naye maneno ambayo tumesoma. Na nĩkũmũririkania amũririkanagia. Na alikuwa anamkumbusha. Na akaririkania kanitha wa Efeso. Na akakumbusha kanisa la Efeso. Ũrĩa Timotheo arĩ mũrĩithi wao. Vile Timotheo alikuwa mlinzi wake. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩngwenda gũkomba ciugo icio. Na siku ya leo nataka kukopa yale maneno. Nĩgetha kwarĩrie na ndĩyarĩrie. Ili nikuongeleshe na nijiongeleshe. Na ndio atĩrĩrĩ. Waliambiwa atĩ Ngai ndatũheire roho wa gũtũma tũgĩage na guoya. Ya kwamba Mungu hakutupa roho ya kutufanya tuwe waoga. No makĩria na wa gũtwĩkĩra hinya. Lakini ni zaidi ya kutuweka nguvu. Na wendani. Na upendo. Na ũũgĩ wa ngoro. Na hekima ya moyo. Mũthenya wa ũmũthĩ. Siku ya leo. Ndĩrenda kwara mũthingi wa ciugo ciakwa. Nataka kuweka msingi wa maneno yako. Thĩinĩ wa maandĩko macio twathoma nawe. Katika maandishi ambayo tumesoma nawe. Nĩtondũ nĩngoretwo ngĩtuĩria ciugo ici. Kwa maana nimechunguza haya maneno. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩnda kwaria ũhoro wa ciugo cirauga ũũ. Na siku ya leo nataka kunena maneno yanasema hivi. Ndũkae gwĩtigĩra. Usiogope. Nĩ tondũ Ngai nĩarakũrũmbũiya. Maana Mungu anakushughulikia. Ndũkae gwĩtigĩra. Usiogope. Nĩ tondũ Ngai nĩarakũrũmbũiya. Maana Mungu anakushughulikia. Ndĩrauga ndũkae gwĩtigĩra. Nasema usiogope. Tondũ Ngai nĩarakũrũmbũiya. Maana Mungu anakushughulikia. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana ni egosho. Haleluya. Haleluya. Mũthenya ũmwe kana ihinda rĩmwe ũkĩheanwo ngerekano ya Ngai na ũũ. Siku moja kukapeanwa mfano ulikuwa hivi. Atĩ mũtwarithia ũmwe wa ndege. Ya kwamba rubani mmoja. Atĩ nĩatwarithirie ndege. Aliendesha ndege. Na kũrĩa rĩera-inĩ hamwe na andũ angĩ. Na akiwa huko angani pamoja na watu wake. Arĩa akuĩte. Wale alikuwa amebeba. Na gatagatĩ-inĩ kao na mwana ũmwe wale gatagatĩ-inĩ kao. Katikati mwao palikuwa na mtoto. Na hĩndĩ kwagĩa na makũmbĩ kũrĩa rĩrĩ kũgĩa makũmbĩ. Na wakati kulikuwa dhoruba huko angani. Andũ makĩrũma fasten their belts. Watu wakaambiwa wafunge mshipi. Arĩa manabahatika gũtonya thĩinĩ wa ndege. Wale wamebahatika kuingia katika ndege. Mshipi wa ndege mũno wĩragwo woho hĩndĩ ĩrĩa ndege ĩrombũka na hĩndĩ ĩrĩa ĩromba. Hiyo mshipi ya ndege watu wanaambiwa wafunge vizuri inapoenda juu na wakati ina. No hĩndĩ ĩrĩa ndege ĩkũrĩa igũrũ. Lakini wakati iko huko juu. Andũ
matindagĩrĩrwo mũno ũhoro-inĩ wa kũhamicithia. Watu hawaambiwi sana wafunge. No rĩu hĩndĩ ĩyo andũ nĩmerirwo meohe tondũ nĩ kwagĩa na dhoruba. Lakini wakati huu wakaambiwa wafunge mishipi. Na ndege nĩyagĩa na thĩna. Kwa njia fupi ndege ikawa na shida. Andũ othe makĩanjia gũthumbũka tondũ wa maũndũ macio. Watu wote wakahangaika kwa lile jambo. No kana karĩa karĩ thĩinĩ wa ndege. Lakini yule mtoto alikuwa kwenye ndege. Gatiga na kũgĩa na mweke wa gũthumbũka. Hakuwa akisumbuka. Na hĩndĩ ĩrĩa koririo nĩkĩ gĩtũmi-rĩ. Na wakati aliulizwa kwa nini hasumbuki. Kaugire ke moko-inĩ ma baba wao kesi. Alisema akiwa mikononi mwa baba yake na salama. Kwa hivyo hangeogopa. Ke moko-inĩ ma baba wao. Akiwa mikononi mwa baba yake. Mwana wa ithe witũ na mũrũ wa ithe witũ. Ndugu na dada. Ciugo cirĩ hũthũ Mwathani ahete. Haya maneno ni mepesi Mungu no njũkĩte gũkũringĩrĩria. Lakini nimekuja na njũkĩte gũkũririkania. Na kukukumbusha. Atĩ rĩrĩa wahonokire. Kwamba wakati uliokoka. Rĩrĩa watuĩkire mwana wa Ngai. Wakati ulifanyika mtoto. Waheirwo roho wa guoya. Upewa roho wa uoga. Ndeithia mũndũ mwĩre waheirwo roho wa guoya. Saidia mtu mwambie hukupewa roho wa uoga. Waheirwo roho wa guoya. Saidia mwambie hukupewa roho wa uoga. Haleluya. Tondũ Ngai ũrĩa na nĩwe ithe wanyu. Maana Bwana ambaye ni baba wetu. Ũrĩa kana gatagetigĩrire. Kama vile huyu mtoto hakuogopa. Maũndũ nĩ maingĩ ma gwĩtigĩrwo mũhuro wa riũa. Mambo ni mengi ya kuogopa ulimwenguni. Nĩ kũrĩ andũ marĩ ũthamaki-inĩ mabatarĩte gwĩtigĩrwo. Kuna watu wako katika ufalme wanafaa. Nĩ kũrĩ andũ mabatarĩte gwĩtigĩrwo. Kuna vitu vinafaa kuogopa. No tũkĩenda gũkũririkania ũũ. Lakini nimekuja kukumbusha. Mwarĩ wa Ngai na mũrũ wa Ngai ndũkae gwĩtigĩra. Ndugu na dada usiogope. Nĩ tondũ Ngai nĩwe ũratwarithia ndege ĩno. Maana Mungu ndiye rubani wa hii ndege. Do not fear because God is in total control. Usiogope maana Mungu ndiye ameshika. Mungu ndiye anatushughulikia. Ndio wale kwa Mwathani. Katika jina la Yesu. Tunapokelea shiko chetu ni kwenda kutengatengera ndio Biblia Samuel Dafuri lenga na limwe na 13. Tuongeze hayo maneno katika neno lililo katika Zaburi 118 mstari wake 118 Psalms 118 verses number 6. Zaburi ya mena Biblia Segikoyo namba 735. Zaburi kana la 18 wajeria muhari wa ithathatũ. Jehova mwena wakwa ndingĩtigĩra. Mũndũ-rĩ nĩ atĩa angĩkĩhota kũnjĩka? Tucokerere rĩngĩ. Turudie. Jehova mwena wakwa ndingĩtigĩra. Mũndũ-rĩ nĩ atĩa angĩkĩhota kũnjĩka? Mwandĩki wa Zaburi ĩno. Mwandishi wa hii Zaburi aragĩria ngoro yake. Alikuwa anaongelesha moyo wake. Nikitaka siku ya leo dada. Nikitaka siku ya leo ndugu. Uongelesha moyo wako. Yale mambo yamekuzingira. Yanaweza fanya uogope. Na yanaweza fanya uogope. Lakini maandishi yamesema. Mwandishi wa Zaburi akaambia Jehova ako upande wako. Nataka tusikilizane. Ya kwamba Mungu anakuwa upande wa wale wanaoamini. Nataka siku ya leo ukumbushe moyo wako. Ya kwamba Bwana ni wa upande wako. Kumbuka neno limeandikwa. Wakati Elisha walikutwa na adui. Na wakazingirwa. Haya maneno yako katika Wafalme. Wakati walizingirwa. Gehazi akakuta mtumishi wake. Akamwambia mtumishi wangu tutaisha. Maana tumezingirwa na adui. Akaona adui wamewazingira. Lakini maandishi yasema mtu ambaye anaitwa aliombea Gehazi ili afunguke macho. Maana wale walio upande wa Mungu ni wengi kuliko adui. Lakini hawaonekani na macho ya Mungu. Yanaonekana na macho ya roho. Wokovu ambao ni vipawa. Ndugu na dada. Wale ambao hawajafunguka macho ya roho. Wako na sababu ya kuogopa. Lakini wale wamefunguka macho. Hawana sababu ya kuogopa. Maana wakati Gehazi alifunguliwa
kufunguliwa macho. Maana bado walikuwa naona. Hata wanabiolojia wanasema ni macho ya ndani. Ni macho ambayo yanaona nguvu za Mungu. Aliangalia kama malaika na gari za moto tuwazingira. Na akaambiwa hivi, wale walio upande wetu ni wengi kuliko maadui. Dada, nataka kukumbusha. Usiogope. Sijui ni mambo gani yamekuja. Sijui unapitia gani katika maisha ya kawaida na maisha ya kimungu. Lakini nakuja kukumbusha, maana Mungu ndio upande wako. Mungu usiogope. Mwandishi wa Zaburi anasema kwamba Yehova akiwa upande wangu sitaogopa. Haleluya. Amen. Saidia mtu mwambie anaweza kunifanya. Haleluya. Amen. Niguze niende nikasema. Niguze nikaambia. Maana Mungu ndio upande wangu. Hakuna mtu anaweza. Hakuna kitu mtu anaweza fanya. Haleluya. Amen. Siku ya leo tumeimba wimbo. Tukasema tusiogope wale wanaua hii mwili. Wakati hiyo wimbo ilikuwa inaendelea, nilisikia ya kwamba msiogope wale wanaua hii mwili. Hao hawawezi kuua mioyo yetu. Hawawezi kuua mioyo yetu. Amen. Wakati nilikuwa nachunguza maandishi, nilikuta hii neno usiogope niandikika katika Biblia mara 665. 665. Haleluya. Amen. 365. 365. Mwaka ni wa siku ngapi? Mwaka ni wa siku ngapi? Haya, atasigana. Vikomana matatu mame na tunaia. Siku 365. Mwana wa ile mikoa kila kosini. Kwa hivyo dada ukiamka kiokio ataikira kwalelia. Neno linakunenea. Usiogope. Haleluya. Ndio modo mlendo kae wetigera. Usiogope. Mwana wa ile mikoa kae wetigera. Dada usiogope. Mwana wa ile mikoa kae wetigera. Usiogope. Kae wetigera hapo. Usiogope. Hakuna kitu. Hakuna kitu. Haleluya.
o. Watu wanatuona tu. Wanatuona hohehahe. Wanatuona hohehahe. No matimenya watu korogona. Lakini hawajui tuko na nani. Haleluya. Amen. Naona wahutia. Na ukiniguza. Roho ndiye kuuga. Nitaenda kusema. Na ngoja kwa baba. Na nitaenda kuambia baba. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wale yako. Ombi langu. Ni wale yako. Katika mipango ya kila. Hali haina vitu na hiyo vitu. Kuna dada. Kwa hiyo kama hiyo. Funguke. Mimi natuonea kelele. Tuone hapo. Aliangalia mwana wito. Watu walio upande wako. Ni wengi. Mokera. Kuliko. Aliangalia mwana. Adui wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio mimi kwa ndani ya mitandao. Nilikuwa naangalia katika. Ndio mimi kwa ndani ya mitandao. Kuna wale naongea katika. Ona watu wamebela. Hata wale unatia. Tena kioo yako hapo lewe. Kuna neno lako. Ni kioo kia gai. Ni neno la Mungu. Kioo kia tele. Tuambie. Ukiwa kati ya hali yale. Haijalishi. Ukiwa kati ya hali yale. Haijalishi ukiwa kati ya ndio sio na ikolisa ile. haijalishi umesikia. Usiogope. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio kana haya ya wao sinde. Nikukumbushe asubuhi. Ndio ndio kana haya. Vile tutakuwa tukiomba. Ndio kana mwili kana. Sijui kama mnakumbuka. Ndio kana ni mohoya. Sijui kama mnakumbuka. Kila asubuhi. Mukaririkani akai. Kukumbusha Mungu. Aterele akai. Kwamba Mungu. Gadilia. Ndio siakwa. Adui zangu. Omobe. Sijui. Ndio kana mohoya. Sijui mnakumbuka. Ndio modomo ya ndio kana. Ndio kana. Ndio kana. Ndio kana. Ndio Isaia ikoragwo na chapter cigana? Isaia inakuwa na how in the chapters 66. 66. 66. Keleka ndio na Biblia inakuwa na vitabu ngapi? 66. Iko na maigana? 66. Adhomi betaka kile Isaia a smaller Bible. Wasomi wanaita hii kitabu ya Isaia Biblia ndogo. Wacheni tusome Isaia 43. The book of Isaiah 43. Chapter number 43. Tusomee mstari wa kwanza na wa pili usikie. Maneno haya ni ya Mungu. Si mzaha. Unajua watu wamezoea nimesikia wengine wanasema sijaingia katika siasa lakini nakaa Kenya. Kuna wengine wanasema, kuna wengine wanatenga, kuna wengine lakini kutenda watenga. Neno la Mungu likisema kiuke kaikiga linatenga, nerekaga, linasema, niliukaga na linatenda. Na nerekaga. Haleluya. Sio isitijala, sio nila kwa Mungu. Hii maneno ni tamu. Katika maneno, wanawapenda wakeli wengine. Isaia 43, 1 and 2. Na basi ya magolo ine Biblia ikoyo 8:27. Leke itudome. Nore rewe Jakubu Jehova ucio watumire ugie muoyo egukwira u onawe Israeli ri uria wakombire ekuga atiri menya wetigire nigukorwo nie ngukurite ningi kwitite na undu wa gukugweta ritwa riaku
we niwe wakwa. Igĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũkũgera maĩ-inĩ ũkĩhĩtũkĩra kuo rĩ, ndĩrĩkoragwo ndĩ hamwe nawe. Ona ũkĩgera njũĩ-inĩ rĩ, itigakũrindania. Ona hĩndĩ ĩrĩa ũkũgera mwaki-inĩ rĩ, ndũgacinwo nĩguo. Ona kana ũrĩrĩmbũkĩrwo nĩ rũrĩrĩmbĩ rwaguo. Ũguo nĩguo ciugo cia Ngai iroiga. Hivyo ndivyo neno la Mungu linasema. Tutware kahora. Wacha nikupeleke pole pole. Isaia anaelezwa atia? Isaia anaambiwa nini? Haleluya. Amen. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ona we Israeli uria wakombire ekuga atiriri. Hata wewe Israeli aliyekuumba anasema, menya, jua, wetigire, usiogope. Haleluya. Amen. Nigukorwo nie ngukurite. Maana ni mimi nimekukomboa. Hauita na wandaraini. Hapo shika na uandaraini. Nigukorwo nie ngukurite. Maana ni mimi nimekukomboa. Ninabere. Endelea. Nike gwitite na undu wa kugweta na ritwa ryaku. Na tena nimekuita nikikutaja na jina lako. Ngorie kinyi. Nikuulize. Uko kainyo ritwa ryako? Kwa hivyo Mungu anajua jina langu. Uko kainyo ritwa ryako? Kwa hivyo Mungu anajua. Ndoragia bodo wetaro atia? Haulizi mtu. Ryako wewe. Anakujua. Haleluya. Amen. Anabaterere. Anasema akuitenda na roho kumweta ritwa ryako. Amekuita akikutaja jina lako. Haleluya. Amen. Kaija bodo mwela ni ndio yo ni Ngai. Ni Ngai yatowe. Mwambie. Roho ni ndiye mugeni. Sifai nishikwe mkono nipeleke. Atendani kwa introduction kwa Ngai. Nifanyiwe introduction. Ngai yatowe. Mungu ananijua. Ona kwa mama iwao. Hata maandishi mbele yako mbona ile ya mami. hata kabla hujafanyika. Atendani yatowe. Alikuwa ananijua. Uko kwa Ngai hapa na kwa Kwa hivyo kwa Mungu usipaswi kushikwa mkono na mtu. Excuse me God. Ili niende nikafanyiwe introduction. I introduce you. Tafadhali. Our senior pastor Reverend Patrick Omogu. Hallelujah. Amen. Haibahili hiyo. Haistahili hiyo. Atinishikwe mkono. Atenijwa kuwako. Hallelujah. Amen. Ndio mdomo ya kwa Ngai ndio kwa mkono. Sasa mtu mwambie kwa Hallelujah. Roho somo ndani. Amen. Biaringere hiyo. Hiyo ni tabu sana maana ni wewe ulijiamulia. Hiyo inasema Mungu toa wewe tinde ile. Ulikata kauli ya kwenda kwa Mungu. Watu inaitwa leo kwa Ngai. Mungu akakupokea. Na keka yake kuamokea. Hallelujah. Amen. Usikae kana kwamba Mungu ni mgeni. Ukaikataka yeye mgeni. Kwako. Kolewe. Si Mungu ni wako. Nideka iti wako. Si Mungu ni baba yako. Nideka iti kama wako. Si Mungu anakujua. Nideka iti Si Mungu anakufahamu. Nideka iti Mungu nimesema kwamba alikuita na anatamka jina lako. Kiwa kaka ikika agwe tira kuwetana ritwale yako. Na fikiria hale ka kulekelea vio ewe. Hebu sikiza hapa kumalizia. Kale ile kale kama dia vio. Hiyo line ya mwisho. Kale baadhi. We ni wako. Okay, ni wako. Nikekweteta na ugo wako kugweta ritwale yako we ni wako. Hallelujah. Amen. Ndio mbona mmoja wewe wao. Hebu uliza mtu wewe wanani? Nataka kukwambia Bwana anasema niende wake. Mimi ni wake. Ana modo mwele ugorana. Pia mtu hivyo unaniona? Ugorana na diguseke, diguiro. Hivyo unaniona niko mweusi, niko mwembamba, niko usiniangalie. Mimi ni wa Mungu. Mimi ni wa Mungu. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Hebu sikiza urithi wa watoto wa Mungu. Anasema wakati utapitia kwenye maji mengi ukipitia, nitakuwa pamoja nawe. Hiyo ni urithi moja wa Mungu. Ndiposa hatufai kuogopa.
ikoragwo ni hamwe nao. Maana Mungu ako pamoja nami. Ona ukigera njũĩ-inĩ-rĩ, Hata ukipitia kwenye maji mengi, itigakũrindania. Haitakufanyaje? Hutazama. Haitakuindania. Unajua mtu akilidanio, Wakati mtu anazama, anasema mti. Anasema iko manusu. Mtoto wa Mungu hata akipitia kwenye maji mengi, hata akipitia kwenye hakuna wakati atazama. Bwana asifiwe. Amen. Maana Mungu ako na yeye. Sikiza kitu kingine hapa. Iko na tamu sana. Hata wakati unapitia kwenye moto, hutaunguzwa na moto. Ama hata dimi za moto ikue juu yako. Haya. Bwana asifiwe. Mwadhani ya rosho. Shika hapa vizuri. Nikueleze. Mwana wa Ngai, mtoto huyu wa Mungu, gaitaragiria agere maini. Hamkatalishi kupitia kwenye maji. Yaani Mungu hazuii naye kupitia katika maji mengi. Darabogiria kugera maini. Hata kuzuia. Darabogiria. Ndio mundu mwirega ide kugiria. Salimia mtu mwirega ide kugiria maji ni oregera. Mungu hata kuzuia. Ona joy ni oregera. Maji ni mengi. Ile Mungu atazuia. Hiyo uwezo wa maji kuangamiza. Haleluya. Amen. Mwadhani ya gosho. Bwana asifiwe. Nanikirelia. Sikiza. Ona hindia okugera mwakini. Hata wakati unapitia kwenye moto, ugo kaina kugiria kugera mwakini. Kwa hivyo Mungu hatazuia upitie kwenye moto. Ulegera mwakini. Utapitia kwenye moto. Haleluya. Amen. Tusiye nani ile? Kwa watoto wadogo, nitwale hagero andu dimenya hapo ya Mungu na gioka na bila maruto. Na nitwale hagera. Tulikuwa tunaletewa watu ambao walikuwa wanakuja kufanya maji. Tulingo wa primary school. Tukiwa primary. Yule hali kamwe eteta professor Mike Dira. Kuna mmoja aliitwa Profesa Mike Dira. Tunawoka imuko na mundu na bana mwaki. Tulikuwa tunaambiwa kujeni muone mtu ana mjeni muone mtu alingani alikuwa anatumika pale. Nataka kukwambia mtu wa Mungu. Mungu hatazuia upitie kwenye utapitia. Lakini ahadi yake ni na nimesimama vizuri. Haleluya. Amen. Inasema mwakisho ndo kushinda. Hiyo moto haitakufanya ugue. Praise the Lord. Amen. Maajabu gani yametekelea? Haya maajabu yalifanyika. Ndio wa Danieli 3. Katika Danieli 3. Ukijua kuna mwalimu wetu ndio tutiko kama tondo wa mahinda. Ukisoma kutoka 16 hatutasoma. Ukiteremka mpaka 30. Ndio kwa Danieli. Utakuta Danieli na kikundi yake. Na ile kundi lake. Pale kwenye mila akaiamehia. Walipokataa kuabudu Bali. Yale Nebukadnezari. Hiyo ya Nebukadnezari. Hija mali yako kuinamia. Wakati walikataa kuinamia. Mali kwa magari wao wao. Maandishi yasema hivi. Magidito. Walienda wakafanywa kesi. Kero ndio ndio wao mdhamaki wito. Wakaambiwa mfalme wetu ametoa amri. Mundu utakainamia akaiyaku. Ya kwamba mtu ambaye hata abudu hii sanamu yako. Mutire na ndoge. Hakuna jambo lingine. No mwakini. Ni moto tu. Mande kwa magari wao gate. Maandishi yasemaje? Adogai matira na kuinamia. Watu hao wa Mungu hawakuinamia hiyo sanamu. Na hakuna wakati walijinajisi. Ukianzano watu waongelea uongo wetamuaja. Ikaagizwa hiyo moto iwekwe moto mara 7. Nigeza maguo hiyo. Ili wahofishwe. Makisoka makenyito makeho. Alafu wakashikwa wakafunganishwa. Nigeza makio mwaki. Ili wawekwe kwenye moto. Na kuisaidia roho ya
stoki na kutafutwa wale mabausa ni kama mama nipe ili wawashike mama ikiwa kini waweke kwenye moto. Na ulinikana Lakini kumbuka Isaia kamera mwakini ukipitia kwenye moto Ndoa kuihia utaugua. Haleluya. Amen. Na nimewekio ni na waliwekwa kabisa. Mwana kile ile maikio Mungu hakuzuia wawekwe kwenye moto. Yeye tekelea maikio alikubali na maikio na wakawekwa kwenye moto. Alikomagwa hao. Maandishi yanasema mahila maadhiya wakati ilipoendelea mama kialioka mfalme akakuja alishodhiria akatazama. Yashodhirie Wakati alitazama na wakile wakinene akiwa amestaajabu akiwa kule piki ya bila akaona akauliza pale tuliweka watu wangapi? Akiwa tu akaambiwa 3. Na nikiki hapo naona wakana. Na kwa nini naona mtu wa 4? Na wakana hasa wakabudisika hadi. Na huyo wa 4 alimuelezea kidogo. Akavuga ole hana mruaga. Akasema yule anakaa mwana wa Mungu. Haleluya. Amen. Danieli na kikundi yake. Danieli na kundi lake mwakini wakatolewa kwenye moto. Tarehe ya Marekani. Niambie ya kukushangaza. Naona mali kwa mangai. Naona hii maandiko inasema ati mwakini wao usina. Ya kwamba moto hautaukia. Kanolini ukiro lele. Ama hiyo dini zake Yuko ngome kahora. Some polepole. Maandiko mangemero gate. Maandishi inasema mwaki wa mashini. Moto haukuwaugua guza. Tabikiria haraka. Sikiza hapa. Ati kwa usubiri ya kwamba hata nywele zao. Ndio ya Yahudi. Na ujue hawa ni Wayahudi. Na mitarata rangi inavyotoka ya Yahudi. Na ile taratibu yao mali na ile walikuwa na vilemba. Mapieja gade. Hawakuwa wananyoa ndevu. Nole kile kule. Lakini ungena kumenya hoti wa mwaki. Ukiweza kujua ile uwezo moto iko nayo. Ali ndio ndio watu wetu kwenye mheta ile nene. Wadada mmepewa ndefu. Tadile kwenye mshiriro mu. Utoe nywele moja. Unakupige mwakini huko. Pitishe kwenye moto. Uje watokia tu. Upitishe tu. Uje kana hata uiti. Niambie kama no si wafia kwenye ugate. Lakini neno la sema. Ukio na mfio wa hile. Hakuna hata nywele moja yao ilikuwa. Hawa washomo wadani. Amen. Kajusi hao ya hile. Hata zile kanzu zao hazikuungua. Tabikiria haraka. Sikiliza. Hata na matiandu ile ndo. Ya kwamba hata hawakuwa na harufu ya moshi. Ikali kidogo diekana. Kweli Mungu wetu anafanya. Hawa washomo wadani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati unaonekana na mwaki ile. Kwamba hata ukipita kwenye moto. Haleluya. Amen. Ndio baadaye. Bwana hashimiwe. Kaika kila moto shughuli. Hakuna wakati Mungu ataruhusu. Ndio baba yake toka moto wakana. Maana Mungu atatuma mtu wa ile. Na moto wakana ni Yesu. Huyo mtu wa ile ni Yesu. Unaona ya mwaki. Ambaye anaposha moto. Ibukule ya Danieli ile. Hii kitabu ya Danieli. Danieli ile. Danieli akieleza. Ananena kuhusu makali ya moto. Anali ya uhoro wa maroro na mwaki. Alumere mwajitire Danieli. Ate wale wanaume walishika Danieli. Ndio mameke mwaki. Ili waweke kwenye moto. Asio masomo wale nini? Wao ndio waliuguzwa na hiyo moto. Na masomo nini si mwaki? Na waliugua na hizo timu za moto. Ndio bakuile. Na ndio walikufa. Ndio wale wengi wingi wao. Lakini wale waliwekwa ndani. Haleluya. Amen. Asio bakuile. Wale hawakukufa. Wale waina wito. Dada wetu. Wale nikipiga kia. Acha hofu. Wale waina wito. Mungu. Wale nikipiga kia. Acha hofu. Haleluya. Amen. Ndio hema moto wakana. Maana kuna mtu wa 4. Na kaenda kwa Yesu moto wakana. Yesu Kristo. Ndio waona kwa Yesu waisi. Yeye anakuja Siaje na kama kaona hii. ambaye ni neno na Matendo kaya wetigera. ya kwamba Usiona ukikana kwa mwakine. ukipitia kwenye moto. Wakiuzono wawe kawo. Moto haitakuona. Hautavuka Hautavuka moshi. ngozi yako. Utakuwa zako. Haleluya. Amen. Tabikiende magani maya. Hebu sikiza hii maajabu. Mwaki ule. Hii moto Wale no hotibike. ulikuwa na uwezo tu Wao sina. wa kuchoma Ino si Babylon. zile vitu za Wababiloni. Nikia tunajua huko. Ni kwa nini nimesema hivyo? Mikado ile ya tele ya. Si mikanda ilikuwa yao. Ile yote Danieli. Kanda ambazo zilifunga Danieli. Wako na maguru. Mikono na miguu. Ndio bakia ile karate. Ili wasiende kucheza. Maiki ndio wale yohe. Waliwekwa wakiwa Ndio wamefunga. bakia shoda gereli. Lakini wakati
Unaona watu wanatembea. Wanaenda wakisifu Mungu. Ya kwamba sifu. Walikuwa huko. Na hawakuwa wanapiga duru. Natoikirio. Ukai na roho. Hawakupiga duru. Maana Yesu alikuwa pamoja nao. Haleluya. Amen. Mwadhani ya Roho. Amen. Kuingia. Wengi wanakuchungulia, wanakuonea huruma. Ole dada wetu. Ole ndugu wetu. Lakini hawajui unapitia kwenye moto, ni wao wanaona. Lakini wewe unasikia tu hiyo joto. Haleluya. Amen. Usikwambie Amen. Tukiwa secondary. Wakati tulianza kupata devu. Devu ambazo hazikuweza kunyoreka. Tulikuwa tunawasha hii karatasi ya unga. Shia kwenye devu. Unanyoa devu. Moto uliguza tu hiyo devu. Lakini hawa walikuwa ndani. Lakini moto haikuweza kuwachoma. Dada tumsifu. Tumsifu. Maana hakuna haja ya kuogopa. Hakuna kitu anachofanya. Mioyo yetu. Haleluya. Amen. Tulisema ni mambo mengi nimeacha. Na kuna mengi nitakuta kwa njia. Na mabaya mazuri. Ilikuwa inaendaje hiyo? Haya tareke jibu. Ate? Ni mengi nimepitia. Haleluya. Amen. Na basi nimetokea. Na yote nimepitia. Wale waokovu ambao ni waoga wanamfuata nani? Maana hata roho tu hatujapewa ya uoga. Hebu uliza mtu. Wewe ni uoga? Ama unasema wale waoga waliendea mama zao. Noiko na niko ikata kama tukera wako wena kwa go tumewahi kufukuza pepo na tunaambia wale wako na uoga waende nje. Modo muhudia muno na tuelile hapa ndiye kuikata kama. Kuna mchungaji fulani alituambia alienda bahari
kufukuza pepo. Akigera hapo akaenda muja muratawe. Akapitia pahali akaita mchungaji mwenzake. Mimi mazeni na kibaru na kwambia. Na kifaru wakati kataidania. Hii ndio muja ndio alikuwa pekee wake ambaye. Wakati mchungaji alienda akakuta ni kibarua aina gani? Onakana ndio tukatini na raga etigo hii. Hata yeye alichungulia akiwa huko kwa gate. Haleluya. Amen. Ndio mdomo wako muone kwa kabla tikagire ngoma. Salimia mtu mwambie tikagire ngoma. Hapo ndio koka vizuri usiogope shetani. Itakika tamana ni kwa hapo. Haijui jina la Wambogo. Hawafukuzwi kwa jina la Wambogo. Hawafukuzwi na jina la Wambogo. Lakini wanafukuzwa kwa jina la Yesu. No, ikata kwa naletwa leo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanahungu tunalikana na Bishop Ayu. Hata hapa tulikukuka na Bishop Ayu. Hapo kwa gite mondo mwezi mtungateli kuikatanga. Mahungu tuku kijana. Kuna bahari tulienda kufukuza pepo nikiwa kijana. Na tukiaga mbele ya God wodi. Na tukaambia wale waoga waende. Ngoma huko igataiga. Shetani tulimfukuza isari moja. Na kwenda mama, kaija modo mwezi kwa hapo. Kwa kweli, nakusaidia mtu mwambie usiogope shetani. Wewe mwana wangu. Wewe ni mwana wa mfalme. Wewe nani sio upigira ngoma kii. Ukiwa na Yesu utaogopa shetani kwa nini? Ore kwa Yesu. Jina la Yesu tu. Na Isaia anasema wewe ni wako. Na Isaia anaambiwa wewe ni wangu. Wewe ni kwa yako. Na kujua kwa jina lako. Ndio hapo kimembo yake ya tusaitani tuliatuoje amina. Unajua kuna Asaitani tote atikiota kwa yako na igoro atikiota kwa yako na igoro dakika tatu kwa yako. Kuna waokofu wako na uoga hata zile shetani ambazo ni vibete hawawezi kukuza. Ndio watu wako wataka kwa Daudi kulianza kwa Goliath. Enda kwa shetani kama vile Daudi alienda kwa Goliath. Akimwambia ndio akakolewe. Akamwambia nimekuja kwa wewe. Ndio wale tunaita ya Jehova ambaye wewe Israeli. Katika jina la Yehova. Uliambiwa nini? Ambaye umehaibisha. Kwa ndio akakolewe. Kwa ndio akakolewe. Unaambia shetani nakuja kwenu. Ndio wale kolea Yesu. Katika jina la Yesu. Ndio wale ndio wokovu. Baba mkuu. Utakuwa igoro. Unakuwa hiyo. Hata chini. Haleluya. Iwe pia leo. Ogopa tena. Roho somo wala. Wewe uko na hiyo wewe iwe pia leo. Bwana useme sitaogopa tena. Kidogo sema sitaogopa. Iwe tena leo. Sitaogopa shaitani. Iwe tena shaitani. Mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Nimepewa Mungu, nimepewa uwezo. Nimepewa mamlaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sitaogopa. Praise the Lord. Amen. Sisi kama ninyi nilishuhudia nikawaambia. Ndio kana ile dakika And this one is the life testimony. na ndeoira wafi eho. Siku moja kijana mmoja akitoka kesha. Muthenya umwe mwanake akiuma kesha Akakutana na hippopotamus. Inaitwa nini? alisemania na nguo. Nguo unajua inapanua mdomo sijui kasoro 90 degrees. 180 degrees. Nguo ya Maria kanywa ta 180 degrees. Sasa kuna pakutorokea. Leo hatire kwa kuolera. Akakumbuka Akiririkana ina jina. Tena letwa. Akasema ile neno Jesus. Tuna neno wale tuale Yesu. Uwe kama tayari kwa shoko. Nguo ilifanyika kama imepigwa shock. Ikiamka tena anasema ile neno Jesus. Kibateni wale tuale. Silaha yako iko kwa mfuko. Silaha yako mfuko. Praise the Lord. Amen. Ukatile wetigirete abo. Usiogope. Dosi yako. Wale adui zako. Praise the Lord. Amen. Ukiwa na jina. Wewe naletwa. Wanawake wako ndio wako kuja kutukolekea ulelekea hiyo. Hata kama kuna mtu huko kwako nje, wacha atembea hizi baridi. Wewe hizo nao ilale hivyo. Sema hizo ni boe zinakula miwa. Anasio ile kila Ama zile bila hazifanyi ng'ombe zikunywe maji. ndio wewe kama mwana wako kama kile kugati. Unajua kuwa mtoto wa mfalme ni kusema Wewe kama mwana wako ile kugati. kuwa mwana wa Mungu ni kusema nini? Haleluya. Amen. Bwana ndiye
mathayo hakuna masaa. Roho shomona. Bwana asifiwe. Roho yatiriri. Lakini kwamba Mathayo 4:36 mpaka 39. Aya ni arutwo. Hawa ni wanafunzi. Mararikainie. Wanavuka baharini. Nake Yesu. Naye Yesu ako miongoni mwao. Na amelala pale nyuma. Ndio. Na si ni maandishi nasema ya kwamba halali. Hata hasinzii. Kwa hivyo he was playing with their minds. Unaona mtu anajifanya kwa usingizi na hayuko. Ametulia tu. Na maandishi nasema ile merikebu yao. Na kulikuwa merikebu zingine mingi. Dhoruba hapa na pale. Niliwaambia hiyo story tulipokuwa tunaenda tukaenda Malindi. Na maana tulikuwa tunaenda kuona hizo. Tuliwekwa kwenye hiyo merikabu. Tukawekwa huko kwa maji. Tukichungulia hatuoni pale tumetoka. Tukakuta dhoruba ni mingi. Wengine wakaanza kuogopa. Wengine wakaanza kuomba. Wengine wakaanza kuambia. Wengine wakaanza kulia. Ni pastors. Na wale wao na bibi zao. Mmoja tulikuwa neighbor. Alisema Mungu na nikiona kwamba nimekanyaga katika usiku. Naye bibi ya Maria na ni bibi ya mchungaji. Nakwambia hii picha ninaiona. Maandiko hiyo naiona. Vile dhoruba ilipiga hiyo merikabu. Bwana asifiwe. Lakini ni ya kwamba wakati aliamshwa alisimama, akanyosha mkono, akanena, bahari tulia. Imagine huyo ndio uko naye. Na ndio nakwambia hata ukipitia kwenye maji mengi hayatakuzamisha. Maana ndiye atasimama. Bora umwite. Hata ukiona kama amelala hajalala. Mwambie Bwana haya ni dhoruba. Naye atasimama. Aseme bahari ama dhoruba tulia. Najua ya kwamba huyo ndiye uko naye. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Nadhani ya washo. Asifiwe. Mwani wa ile mitudu getigire. Dada yetu usiogope. Yule akwaleria wewe ukigera ubuinyo. Sijui nakwambia ukipitia gani. Na todoka hiyo ikija ruhusu. Na kwa sababu Mungu anajua kesho. Yule akwaleria todo ni kwa ruhusu. Sijui nakwambia kwa sababu kuko na nini kesho. Mama ya ng'ombe meruka. Lakini yale yote itakuja. Ni mengi nimeacha nyuma. Ni mengi nitakuta kwa njia. Lakini haya yote sio shida yangu. Jua. Moto hautakuchoma. Maji hayakutazamisha. Maana Mungu ako. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana awabariki. Wana wa Israeli walipitia kwenye maji na walikuwa wamelia sana, wakiona adui nyuma na mbele kuko na maji. Hiyo ni neno liko katika Kutoka. Wakaanza kutetesha Musa, wakamwambia Musa, ulitutoa Misri kwa nini? Ni afadhali tungekufia huko. Musa akaambiwa na Mungu, waambie wasimame watulie. Waone vile Mungu anaokoa. Hao adui wanaona.
hawatawaona tena. Tamakai. Sangazeni. Bali Israeli. Wana wa Israeli. Magere India hii. Walipitia kwenye ziwa. This one is not a lake. It's an ocean. Ilia itule. Bahari Shamu. Maji ikawa kubwa. Pande hili kingine ikawa hivi. Walikuwa kama toma wakati huo. Walikuwa wanakuzakuza wasikie kani maji. Wakasikia kweli hii ni maji. Wana wa Israeli wakivuka Yordani wakiwa wameongozwa na Yoshua. Maji ilisimama ikawa kama mlima wakapita. Usiogope yale mambo unapitia, maana wewe ni mtoto wa Mungu. Bwana ako pamoja nawe, na Bwana atakusaidia, na amekusaidia katika jina la Yesu. Tusimame mbele ya Mungu tuombe maombi ya dakika moja katika jina la Yesu, ili Mungu akutende mema. Na wale wanapitia kwenye maji, neno la Mungu litimie kwao, ya kwamba hawatazama. Wale wanapitia kwenye moto, neno la Mungu litimie, ya kwamba hawatachomeka, hata hawatanuka moshi, na hakuna kitu chaharibika katika jina la Yesu. Kume kwa Mungu katika jina la Yesu. Ya Mungu, asante kwa neno lako. Ya asante maana umekumbusha siku ya Bwana na kujua kwa jina lako katika jina la Yesu. Mwambie asante maana amekukumbusha kwamba kila siku neno la kukumbusha katika jina la Yesu. Katika jina la Kristo Yesu, ninainulia wapendwa hawa mikono katika jina la Kristo Yesu, nikiwabarikisha mbele zako Bwana, katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Tunainua sauti zetu mbele zako, maana tangu leo na kuendelea umetufahamisha, umetujulisha, unatufahamu katika majina yetu, na unatuita kwa majina yetu Bwana, katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Tunakemea kila aina ya uoga katika jina la Kristo Yesu, kila aina ya uoga tunakemea katika jina la Kristo Yesu, na tunakiri mbele zako Bwana, tangu leo na kuendelea hatutakuwa tunaogopa, maana wewe ni wa upande wetu, katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Ninaombea dada huyu mbele zako, ninaombea ndugu huyu mbele zako Bwana, wale ambao wanapitia katika moto, wale ambao wanapitia katika changamoto, wale ambao wanapitia katika maji mengi, neno lako limesema hawatagharikishwa. Ninaombea Bwana wavuke wakiwa salama katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Dawa ya Bwana ni matokeo moto wakana nyenye wale torea Yesu ni moto wakana Bwana hamwe nao, mtu aidanda mali pamoja na yeye, awanda pamoja na wao katika kila hali na changamoto yote, katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Ninakemea aina ya ugonjwa, ninakemea aina ya uovu wote, na ninatenga wapendwa hawa katika jina la Kristo Yesu. Ninawatenga na familia zao, ninawatenga na wazazi wao, ninawatenga na watoto wao, ninawatenga na kazi zao katika jina la Kristo Yesu. Ninatabiri Baba Mungu, kama vile neno lako limesema, hawatagharikishwa kamwe, hawatagharikishwa kamwe, hawataangamia katika moto katika jina la Kristo Yesu, maana wewe Bwana ndiye unatabaraki. Raitoria la bashatirba mitaro sikenda ila bosi ya mitaya oroba shangabori ya taidosi ya Jehova nebarikeli ya taidori ya taidisi ya barosi urimeta rabosi kenda raba. God, you are good and God, you are faithful. Bariki watu wako Bwana. Asante Bwana, maana hatutaogopa. Tumejua tangu leo na kuendelea, walio upande wetu ni wengi kuliko wale walipo upande wa adui.
Kwa hivyo tutaona maadui zetu wakishindwa, tutaona maadui zetu wakitahayarika, tutaona maadui zetu Bwana wakiaibika. Maana Bwana tukiwa upande wako Bwana hatutagarikishwa, Bwana hatutaangushwa, katika jina la Kristo Yesu. Nainulia kanisa hili mikono Bwana, nikiwabariki na baraka zote za mbinguni, maana unawaelewa ni watoto wako. Umesema unawajua kwa majina. Inabariki ndugu huyu, inabariki dada huyu katika changamoto zote ambazo wanapitia. Bwana, sizimugarikishe katika jina la Kristo Yesu, na wasione aibu katika jina la Kristo Yesu. Wewe ni baba yetu, na wewe ni Mungu wetu. Asante kwa sababu ya kutupendea, asante kwa sababu ya kutukumbusha na kutunenea. Hatutaogopa kamwe, maana wewe ni wa upande wetu, na ushindi ni wetu. Dini wali tualia Yesu. Kia mukilo boshi na mukilo kiti. Tapenda na maodo ni mode, tosho kelekana maodo ni mode. Tumashi ni mahaya maitu, dini wali teki. Dini wa Kristo Yesu ile tutapohoya, tumshokelia. Amen. Si Mungu amana wabariki. Amen. Tujue kiketi dakika moja.